Katika kipindi cha mwezi huu wa pili, Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amekuwa akifanya ziara katika mikoa mbalimbali nchini, ambapo katika ziara hizo amekuwa akibaini baadhi ya kero za wananchi zinazodaiwa kwa kiasi kikubwa kusababishwa na uzembe kutoka kwa watendaji wa serikali. Dr. Mwigulu akizungumza hivi karibuni katika mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la uwanja mpira wa miguu Namanga jijini Arusha, alielekeza watendaji wa serikali kuacha mazoea ya kusikiliza kero za wananchi kama salamu za asubuhi. Nitoe maelekezo kwa viongozi wetu ngazi zote. Najua hapa tuna viongozi wa kata, tuna viongozi wa vijiji, tuna watendaji wa vijiji, tuna viongozi wa serikali za vijiji, tuna viongozi wa wilaya hii. Tuache kuzoea matatizo ya watu. Mwananchi akishafikisha jambo lake kwenye ofisi ya umma, matarajio yake ni kupata ufumbuzi. Tuache kupokea malalamiko na matatizo ya watu kama salamu, kwamba huyu amenisalimia tu. Wananchi wanatarajia jambo lake likifika kwenye ofisi ya umma apate ufumbuzi. Apate ufumbuzi. Ndiyo maana kwenye nchi yetu tumeweka huu muundo wa kugatua madaraka. Tumeweka kila walipo wananchi, tumeweka na ofisi ya umma. Hizi hazikuwa ofisi za kugawana madaraka. Hatukuanzisha ofisi nyingi za umma ili tugawane vyeo. Tulitaka mwananchi akishafika kwenye ofisi ya kijiji pale pale apate ufumbuzi wa jambo lake. Kama linazidi kimo, ofisi ya umma tunatarajia yenyewe wahusika wapeleke kwenye ngazi inayofuata. Na kama ngazi inayofuata na yenyewe haina majawabu, tunatarajia ngazi hiyo ipeleke kwenye ngazi ya juu. Hiyo ndo dhana ya muundo wa utawala ndani ya nchi yetu. Hii habari ya kwamba tunakuwa na watu wengi wako ndani ya umma, alafu muda mwingi kujadili maslahi binafsi, umbea na kuacha kujadili mambo yanayohusu wananchi, hili halikubaliki. Hili halikubaliki, na wala hatutatumia lugha ya ustaarabu kwa wavivu, wazembe, wezi. Hatutatumia ustaarabu kwenye hayo. Ndio tunataka wananchi wapate huduma, majawabu ya mambo yanayowahusu, yanayowasumbua, ili wapate katika ofisi zetu za umma. Sisi viongozi tunakutana sana, vikao vingi tunakutana sana. Wengine wakishamaliza kukaa kikao na kupokea maelekezo, wamemalizia hapo, hawana hata jambo moja walilotoka nalo kwenye ofisi zao. Nilipita mkoa moja kule, nikakuta wenye viti wetu wa vijiji, mtendaji, wako bize, wanatembea na mihuri, rushwa kila sehemu, rushwa na kutengeneza migogoro na matatizo. Nikamwambia mkuu wa mkoa, fukuza wote wale, futa, waanze upya. Ndio. Asanteni sana. Na sisi wafugaji hatuogopagi kitu. Yaani usiogope simba afu uje uogope mvivu huko. Hakuna kuogopa. Karasoba yenge gwana. Ashe. Kwa hiyo haya nayasema, na napita kwenye ziara na nafanya kusikiliza watu. Hii isiwe ratiba ya ziara. Hii isiwe ratiba ya ziara. Hii iwe ratiba ya serikali ya kusikiliza watu na kutatua kero. Ndo maana halisi ya kuwa na ofisi za umma. Kwa hiyo wananchi,
tutasikiliza hapa, lakini kama una jambo lako nenda kwenye ofisi ya umma. Muone yeyote aliye karibu. Tena anzeni kuwa mnaweka na kumbukumbu. Yeyote unayemuona weka na kumbukumbu. Siku tukiona jambo lilishafika kwa mtumishi, kwa kiongozi wa umma, na tukipima tunaona alitakiwa atoe jawabu la kutatua kero hiyo na hajatatua, tutakuwa tumeshajua kuwa huyo hatoshi kuendelea kukaa katika ofisi ya umma. Waziri Mkuu huyo wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiendelea na ziara zake ambazo amezifanya mwezi huu. Tunajadili hili kwa kina, tukiangazia zaidi dhana ya uwajibikaji kwa viongozi na faida za kuratibu mfumo wa serikali, yani coordinating government. Tunaungana studioni na Patenus Niegira ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi. Patenus, karibu sana. Asante sana. Tumezoea kuona kila inapokuja ziara ya viongozi mbalimbali wanaibua ama wananchi wanatoa kero na changamoto lukuki. Tuanzie hapo, wewe kama mchambuzi unaona changamoto iko wapi, kwamba haya madudu kuto kuwajibika ni lazima kuonekane mpaka akija kiongozi mkubwa? Wale wa kule chini wanakuwa wapi? Nadhani kuna tatizo la kimsingi ambalo linatokana na muundo wenyewe wa serikali. Na kimsingi muundo uko vizuri ukiangalia kwamba wamengatua madaraka kutoka serikali kuu kwenda serikali za mitaa. Huo ndio muundo tulionao. Na lengo la kungatua ni kuhakikisha kwamba huduma zinawafikia mpaka mtu wa chini kwa urahisi, lakini vile vile majukumu ya kila mmoja yanaonekana na kufanywa kazi. Lakini kinachoonekana katika miundo hiyo miwili ni kama ngazi ya serikali za mitaa inasubiri bado ile tunasema serikali kuu kuweza kuiamlia cha kufanya. Na nadhani ndicho hicho kilicho kikubwa, kwa sababu unamkuta teuzi hizi zinagongana na mamlaka za zile ambazo zimeteuliwa na watu. Kwa mfano unaweza ukakuta halmashauri, mkurugenzi pamoja na baraza la madiwani limeamua jambo, lakini unaweza ukasema nani huyu mteule wa rais ambaye ni DC au mkuu wa mkoa akalitengua. Kwa hiyo wametengeneza kauvivu fulani, kauzembe fulani ambako kanaingiliana na kenyewe kapo mpaka huku ngazi za juu. Kwa mfano tunaposema serikali kuu, ukiangalia wamiliki wa wizara mfano ni makatibu wakuu kwa mjibu wa sheria ya fedha tulionayo, na haijabadilika tokea miaka ya 60. Ni makatibu wakuu ndio wanaomiliki wizara. Lakini ukiangalia kwa jicho la nje unaona naye miliki wizara ni waziri. Ni waziri. Waziri yeye ni mtendaji wa kisiasa ambaye yupo kwa ajili ya masuala ya kisiasa. Ni mtu ambaye anatokana na wabunge ambao wamechaguliwa na watu. Lakini wakatibu wakuu na wengineo katika ngazi hizo, hao ndio tunawaita technocrats, wanaoendesha wizara na wanaoendesha majukumu yote hayo. Kwa hiyo unakuta kwamba hawa makatibu wakuu wakishaona kuna mgongano wa namna hiyo na mawaziri, huwa wanaweka mikono yao mfukoni, wanaacha waziri wanalikoroga. Wakishalikoroga ndo wanaanza kusema sisi hatukuhusika. Kawaida ndivyo ninavyoliona hata ngazi ya chini kwa upande wa serikali za mitaa. Maana hizo serikali za mitaa bado inaonyesha serikali kuu haijangatua madaraka yake yote kwa serikali za mitaa. Na hivyo bado wanawaamulia cha kufanya na kipi wafanye, na mgawanyo wa fedha namna hiyo. Kwa mfano kodi ya ardhi, wanaambiwa kwa mfano halmashauri zitoe 20%, 80% zipelekwe serikali kuu. Kwa hiyo bado hawajajitegemea inavyostahili, na kwa kuwa basi kuna kule kuingiliana inaleta mgogoro mkubwa. Na ndio maana tutakuja kuongea hiyo hoja inayofuata nadhani kuhusiana na serikali iliyoratibiwa. Na ndio hilo swali langu lilokuwa linafuata, kwamba umewahi kuandika makala inayohusu coordinating government na jinsi ambavyo mifumo ya serikali na uongozi inapaswa kusomana, jambo ambalo bado limekuwa changamoto mpaka hivi leo. Tunakwama wapi na labda nini inaweza kuwa mwarobaini? Ni swala la mfumo mzima, na nadhani Rais Samia aliwahi kulizungumza mwaka 2021 baada ya siku zake 100 kwa ofisini na aliojiwa na Salim Kikeke by the way. Akawa anasema kwamba unaweza ukaiongoza serikali vizuri ukapata ugumu au usipate ugumu pale ambapo serikali imeratibika, na kazi yake kubwa alisema ni kufanya hivyo. Na tunaposema kuratibu serikali tuna maana kwamba taasisi zote, kwa mfano miundo yote hii
serikali kuu na serikali za mitaa zionekane kwamba jambo lao ni moja. Si kwamba serikali za mitaa wana jambo lao na serikali kuu ina jambo lao na serikali kuu labda ni kiranja dhidi ya serikali za mitaa. Kwa hiyo hata hizi teuzi zinazofanywa zinatakiwa ziendane na picha hiyo kubwa. Kwa hiyo unakuta hilo ni la kwanza, lakini la pili unakuta hizi idara zote taasisi za serikali pamoja na idara zake avisomani, vinaenda kinyume kabisa. Kwa mfano, NEMC wanaweza wakaifungia baa fulani kwa sababu inapiga kelele au inafanya mambo hayo yanayohusiana na uchafuzi wa kelele, alafu mkuu wa mkoa akaondoa zuio hilo. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kana kwamba NEMC inafanya kazi katika serikali A na mkuu wa mkoa anafanya kazi katika serikali B. Kwa hiyo unakuta kuna mgongano ambao unaendelea kila siku, na jambo hilo ni baya kwa maana ya kwamba kila siku ni migogoro. Utendaji na utekelezaji haupo, na unakuta ni nani wa kulaumiwa, inakuwa ni kurushiana mpira. Angalia waziri mkuu ziara zake zote, hatujui ni nani anayemwambia amekosea. Hatujui ni serikali za mitaa au serikali kuu. Na kwa nini mambo yafike pale ambapo waziri mkuu ndipo anapofika? Hawa viongozi wote kuanzia mkuu wa wilaya, halmashauri za jiji na za miji zinafanya nini? Na wapo viongozi katika kila hatua, wote wanafanya nini? Kwa hiyo inaonekana kwamba hawajawa coordinated, kila mtu anafanya chake, na mwisho wa siku inaonekana ni hicho alichokisema yeye waziri mkuu, majungu, kufishiana mafaili, na hatufiki popote. Na ndio ninavyofikiri mgogoro huko hapo. Nini sasa kinaweza kufanyika kama mwarobaini? Nadhani kuangalia muundo, kuangalia kitu na kita mfumo. Najua tunaposema mfumo, mara nyingi huwa tunasema mfumo. Ni kitu gani? Tunaposema mfumo tunaimanisha muundo wa sheria, taasisi, taratibu na mamlaka zinazoamua nani aongoze kwa misingi gani na kwa faida ya namna na faida ya nani au faida ya raia. Sasa mfumo kwa hiyo unaweza ukaundwa na mambo manne kwa mjibu wa hiyo kauli. Moja, sheria, katiba, sheria, vyama vya siasa, taasisi huru au taasisi za dola, kwa mfano bunge, mahakama, tume za uchaguzi na miundo mingine kama hiyo. Lakini vile vile tunazungumza unaweza kusema ushiriki wa wananchi, utamaduni wa kisiasa. Wananchi wakoje? Wanashiriki kwa kiasi gani? Wako wakimia sana au ni wapiga kelele au ni wale ambao wanafumba macho mambo yaende? Sasa mambo yote hayo ukiangalia yanatutengenezea picha ya kujadili kwamba lazima mfumo la kwanza, ili mambo tuweze kutoka hapa tulipo, mambo kama 6 yanatakiwa kufanyika. La kwanza, lazima watu wote tuwe chini ya sheria. Wote tuwe chini ya sheria. Haijalishi ni amiri jeshi mkuu au nani. Umeona hivi juzi Uingereza, kijana wa mfalme yaliyompata na mfalme alichokizungumza, hakuficha kwa kuwa amevunja sheria ahukumiwe, hakumwangalia usoni. Hilo la kwanza. Lakini la pili, lazima chaguzi zetu ziwe huru na za haki, kusudi tuwapate viongozi walio sahihi na tuwapate viongozi ambao kweli wanakusudia kuongoza ofisi hizo. Na tunaposema huru na haki, hatuishii tu katika namna ya kuwapata, lakini vile vile tuweze kupata viongozi ambao hawapatikani kwa misingi ya murungura, hawapatikani kwa misingi ya rushwa na ufisadi. Viongozi ambao watakuja kuwachinjia mbuzi ili mwachague na kuwaletea ambacho watawaletea kipindi hicho. Tunataka viongozi utokane na misingi thabiti ya kwamba tunahitaji tuwe na serikali ya namna hii na serikali hiyo iwe na watu wa sifa za namna hii. Lakini la tatu, lazima tunasema ziwepo tume huru, taasisi huru. Hizi taasisi za kidola, kwa mfano mahakama, jambo linaloitwa bunge, tume huru za uchaguzi, zote hizi taasisi zifanye kazi kwa uhuru. La nne ni uwajibikaji wa viongozi. Viongozi lazima wawajibike bila kusubiri waziri mkuu, bila kusubiri kauli ya rais, kwa sababu cheo ni dhamana. Hawapo kwa ajili ya kuwatumikia waziri mkuu au rais, wapo kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Na hivyo serikali ya jamhuri ni chombo kinachowawezesha kufikisha huduma hizo, na ndio maana wanakula viapo vya aina 3. Wanakula kiapo cha utiifu kwa jamhuri, lakini pili wanakula kiapo cha utendaji cha ofisi zao majukumu,
na wanakula kiapo cha kuilinda na kuitunza katiba. Mambo hayo ndio ya msingi. Manne ulisema 6. Hayo ni manne. Haki za binadamu lazima zilindwe, alafu na ushiriki wa wananchi. Je, wanashiriki kwa uoga au wanashiriki kwa uhuru na kwa moyo wote? Hayo mambo mawili ndio yanaongezeka kwenye mambo hayo manne. Katika hilo swala la ushiriki wa wananchi, mimi naomba nigusie hapo. Patani, unadhani nani hasa ambaye anapaswa kuwajibika moja kwa moja pale viongozi wa namna hii wanaposhindwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo kama vile ilivyoelekezwa, na pengine labda wananchi wanashindwa kuweza kutazama na kujua ni wapi wanapaswa kuzipeleka kero zao kutokana na utendaji mbovu wa kiongozi aliyenaye? Uwajibikaji upo kwa hatua mbili. Ya kwanza ni ile ya kikanuni, kwamba tumewateua viongozi, wamepewa mamlaka ya kusimamia vitu kadhaa katika mkoa wao, katika wilaya yao, katika halmashauri yao, katika wizara, katika taasisi ya serikali, na hivyo wamepewa job description kwamba ukifanya hivi utaenda hivi. Wamesaini na kuingia kiapo cha maadili na kadhalika. Pale ambapo wanaenda kinyume, wahukumiwe kwa mujibu wa sheria, wawajibishwe kwa mujibu wa sheria. Hiyo ni hatua moja ya uwajibikaji. Lakini hatua nyingine tunaita social responsibility, ya kijamii. Sisi ambao ni raia wa jamhuri tuna haki ya kuwawajibisha kwa kuwaondoa madarakani. Na tunaweza kuondoa madarakani kwa njia moja tu, ya kutowarudisha wakati wa kupiga kura. Lakini pale ambapo ameanza kuonyesha dalili za kutofanya vizuri katika kipindi chake cha mwaka wa kwanza katika miaka 5, ni dhahiri sisi tusimame, tuzungumze na tufikishe malalamiko yetu kwa serikali. Na tunapozungumza serikali hapa, tuna taasisi zipo. Kuna taasisi, mfano tukizungumza masuala ya ufisadi, TAKUKURU. Kuna taasisi zinazohusiana na ulinzi na usalama, tufikishe malalamiko yetu, na wengine tuyafikishe kwa Mheshimiwa Rais kwa kutembelea jumba letu hapa la Magogoni na Dodoma. Kuna dhana zimejengeka miongoni mwa jamii kwamba huenda inapotokea mikutano kama hii ama ziara za viongozi wa namna hii, watu wanaibua haya masuala kwa kupanga tu, ili mradi tu kuchangamsha genge la safari za viongozi wetu. Ama inawezekana wengine wakaona dhahiri kwamba haya yanasemwa kutokana na wananchi kukosa pa kusemea. Kwa hiyo hii wanaitumia kama nafasi yao ya kuweza kufikisha kero zao kwa haraka zaidi. Unalionaje hili Patainos? Niseme yawezekana kuna ukweli na kusiwepo ukweli. Sisi tunaishi kwenye hii mitaa. Wakizungumza hakuna maji, ndugu zangu mnafahamu. Wakisema hakuna umeme, ni kweli hakuna umeme. Jambo ambalo naliona ni kwamba serikali kuu na serikali za mitaa lazima wawe wa kweli na wawazi. Wakati mwingine ni kweli pesa hazijafika katika hilo eneo wanalolisema, hazijafika kabisa yani. Ila kwa kuwa mkuu ameshafika, badala ya kukiri, na hili nitakuja kulisema kwa namna fulani hivi, badala ya kukiri kwamba kweli hatujafikisha pesa na tumetangaza pesa zimekuja, tusamehewe. Yani tuwe wa kweli, kwa sababu sifa ambayo nampa yule ambaye amesimama pale. Na nadhani ndio maana hawawajibishwi, kwa sababu inafahamika. Kwa hiyo mkuu atakwambia, sasa mkuu, unaniwajibisha kwa lipi? Pesa zijafika kweli, unafahamu. Hii tumeifanya tu kwa ajili ya public consumption. Sasa nafikiri tujiondoe kwenye kujidanganya. Tujiondoe kwenye kujidanganya. Tuwe wa kweli kwamba pesa kweli zimefika, pesa zijafika. Serikali na kiasi hiki haina. Kusudi tutengeneze motisha watu waweze kulipa kodi inavyostahili na kwa wakati, lakini na kodi zetu ziwe zenye kuleta mabadiliko tofauti na ilivyokuwa miaka kadhaa. Inawezekana kweli kwa inafanyika michezo kama jinsi wanavyosema? Ndio, inawezekana ikafanyika, kwa sababu kuna wakati ambapo unasikia kwamba pesa zimepelekwa. Wewe jiulize, hivi choo kinatengenezwaje? Eti choo shule inajengwaje bila matundu ya choo? Yawezekana kiasi kijafika hicho cha kumalizia hilo. Yani inawezekanaje yani? Lakini vipi kama watu tuna upofu kiasi hicho? Lakini vipi kama wale viongozi wa pale wa kazi ndo wametumia pesa kwa matumizi mengine? Wawajibishwe, kwa sababu bajeti ya serikali inatengenezwa kwa misingi ya kazi fulani. Kwamba pesa zinapelekwa kwa ajili ya jukumu hili, hazitakiwi kuhamishwa kupelekwa mfuko mwingine mpaka wamejadiliana na kukubaliana. Kuna taratibu ndefu mpaka ufanye hivyo. Sasa kama pesa zimeelekezwa kwa ajili
ya kumaliza hilo tatizo, wewe ukazipeleka sehemu nyingine bila utaratibu rasmi, manake umekiuka. Ndio maana mkaguzi na mhesabu mkaguzi wa hesabu za serikali, mdhibiti na mkaguzi, akienda unasikia anatoa hati chafu kwamba kuna kitu hakifanyika vizuri. Pesa hizi zilitakiwa ziwe za mafuta, zikapelekwa kununua magari. Pesa hizi sio ufisadi, lakini ni matumizi mabaya ya bajeti, kwa sababu haitatekeleza kile ambacho tulistahili. Kwa hiyo vipo, inawezekana moja, pesa zifiki, wakati mwingine pesa zimefika na zimepelekwa kubaya. Kwa nini hawawajibishi? Pateni, tulizungumzia swala la uwajibikaji. Anayetakiwa kuwakagua hawa viongozi wa huku chini ni nani? Kwa sababu waziri mkuu ama rais mwenyewe hawezi kwenda kila sehemu kila siku, sivyo? Ndio. Tuseme kwa mfano wizara zinasimamiwa na waziri mkuu, ndio mwajibishaji mkuu. Lakini tukija TAMISEMI, tawala za mikoa na serikali za mitaa, ni waziri, lakini pamoja na mamlaka zake, makatibu wakuu na vyombo vyake ambavyo vipo. Hao ndio watu wanaostahili kufanya. Ambacho kinaendelea ni kwamba sisi tumekuwa dhaifu sana katika swala la kuangaliana usoni. Sisi tunafikiri ukiniangalia usoni nikakwambia lakini imani namjua, anyway, jirekebishe bana. Basi hiyo ndio namna bora. Hiyo sio namna bora. Kwa kuwa sheria ipo, imani ukiburunda, tuseme umeburunda kabisa bila kuniangalia. Na tunakuangalia usoni na tunatoa miwani, tunaukazia macho kama Profesa Kabudi alivyowahi kuwakazia macho mabarozi, nikawakazia macho. Nikamwambia afanye na sisi hivyo hivyo, tunaukazia macho kwamba hiki umekikosea. Bado tunaoneana aibu. Na tunaoneana aibu kwa sababu yawezekana hizi nafasi tulizonazo wengine tumezipata kwa njia zisizokuwa salama, kwa njia ambazo raia walitaka wewe uzipate. Kwa hiyo nafikiri tunahitaji kupata mtu ambaye atasimamia sheria na atahakikisha naye hayuko juu ya sheria. Kuna taratibu hapo, kuna shida. Mtu anayesimamia sheria wakati mwingine anataka awe juu ya sheria kabisa. Nadhani swali langu linaangukia hapo hapo, kwa sababu tumeona pia kwenye ziara nyingi huelewi chombo gani kinatakiwa kutoa oda ama amri kwa chombo gani. Na ninadhani inaendana na hili swala la ziara, kwa sababu unakuta kiongozi fulani ametoa oda kwa polisi labda, ambaye labda kimfumo wa uongozi hatakiwi kutoa, na ile oda kweli ile mamlaka nyingine imepokea. Ni kweli ni jambo zito, lakini niseme hivi, katika ngazi ya serikali kuu pamoja na tawala za mikoa wameajiri watu kwa kila ngazi wa kufanya wajibu fulani fulani. Mfano tuanze na wajibu wa maafisa habari. Nianzie hapo. Tawala za mikoa na serikali za mitaa, kila ofisi mnayoiona ina maafisa habari. Ulishawahi kumuona afisa habari anatoa habari? Sisi mabosi tunafanya kazi zao, tunaenda kutoa habari kwa vyombo vya habari. Na wakati mwingine hatujui ufundi uliopo wa namna ya kuzungumza mbele ya vyombo vya habari na namna ya kujibu maswali na kadhalika. Tunajikuta tunaingia mgogoro. Lakini ukipita kila ofisi ina watu wa mahusiano na watu wa habari. Sasa tatizo kama ambavyo tunasema, tumesema tunangatua madaraka, lakini tumeendelea kukaa nayo. Na kimsingi tulichokifanya Tanzania kuanzia mwaka 2015 kuna kitu kinaitwa D by D. Yaani ni mfumo ambao ni ugatuzi wa mamlaka kutoka eneo fulani iliyokuwa limejirimbikizia kwenda chini zaidi. Sasa sisi tumengatua, lakini tumeconcentrate hayo mamlaka kwa mtu mmoja, inaitwa D by C. Decentralization by deconcentration, kwamba mamlaka ndio tumeiangatua, lakini yote tumemrundikia imani. Yote ni kwake. Kwa hiyo kuanzia serikali za mtaa, mtendaji wa mtaa hawezi akaamua chochote mpaka muone imani. Sasa lengo alikuwa hilo. Lengo ilikuwa ni kwamba kila ngazi iweze kuamua mambo kwa mujibu wa sheria, lakini vile vile iweze kufikisha huduma kwa kasi na kwa haraka inavyostahili kwa mujibu wa taratibu na kanuni tulizojiwekea. Sasa wakati mwingine hizi order zinazotolewa hizi zina kelele nyingi. Zina kelele nyingi, na nafikiri inatokana na watu kutoheshimu sheria na kusimama wao wenyewe badala ya nini? Ya utawala wa sheria.
Kwa hiyo vyeo vimekuwa vikubwa, mtu amekuwa mkubwa kuliko taasisi, na hili limetuletea mgogoro mkubwa, na nadhani inazidi kutunyongonyesha, na hatuwezi tukafika mbali kama tutatengeneza utamaduni huo. Nini kinasababisha huku kuogopana nini? Niseme kinachosababisha huku kuogopana, na kimsingi sio kuogopana. Watu tumekuwa na udhaifu mkubwa wa kutoweza kuhoji mambo. Tumekuwa na udhaifu huo. Na kutokana na udhaifu huo tumejijenga katika ulegevu mkubwa ambao unafanya tusisimamie mambo inavyostahili. Sasa hali hiyo imetuletea mgogoro mkubwa. Na ni swala la kijamii. Si unaona kwa mfano usafiri wa umma, yani sheria imetuweka vizuri kabisa. Yale magari yote, hizi daradara zimesajiliwa na kupewa vibali vya kuingia barabarani kutokana na viti walivyo navyo. Kama ni watu 28 umesajiliwa kuendesha watu 28. Lakini angalia tunavyoshonana. Sisi wenyewe raia hatuko tayari kusema hapana, tunasubiri gari jingine hilo limejaa. Na inawezekana kwa kiasi kikubwa kwa sababu tuliona wakati wa uviko 19. Ilikuwa raha mstarehe. Nikafikiri kwamba ustaarabu huo utaendelea, lakini baada ya kufikiri kwamba mambo ya uviko 19 yameisha au yamepungua nguvu, basi tumerudi kule kule. Nadhani sisi kama raia tunahitaji kujiangalia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sisi raia ndo kioo cha viongozi. Jamii tuliyo nayo ndio inayoakisi viongozi wa Fananede. Tuna jamii ya uongo, jamii ya kifisadi, haieleweki, inaibiana kila kukicha. Kuna jamii, yani tuna jamii aina hiyo, na tunabidi tujiangalie kwa kiasi kikubwa. Kwa haya ambayo yanaendelea Patenus, na itazama serikali ya Rais Samia ikiwa na wakati mgumu kiasi gani hasa katika kubadili fikra na mitazamo kwa watendaji wake, hususan tunapoelekea kwenye dira ya maendeleo 2050? Niseme ina kibarua kigumu sana. Kwanza, kibarua cha kwanza ni kurejesha imani ya watu kwa serikali. Imani ya watu kwa serikali ina maswali. Nimesema kwanza kurudisha imani ya wananchi. Wananchi, yani tuseme kwamba ushawishi wa serikali kwa wananchi umepungua kwa kiasi kikubwa. Na hili limeleta migawanyiko mikubwa katika jamii. Kwa hiyo kazi kubwa ya kwanza ni kuunganisha jamii na kuifanya angalau tuweze kuwa na sauti moja ya kitaifa kama ambavyo imewahi kuwa kipindi cha nyuma. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hilo linamsukuma atengeneze au awe na watu wazuri sana. Awe na watu ambao watakuwa smart, watu ambao lugha zao ni za kuunganisha na si za kutapanya. Lugha zao ni za kuleta umoja na kukuza ustawi wa kijamii. Watu ambao wana sifa kweli ya kuwa viongozi wa umma. Na niseme kwamba yoyote anayetaka kuwa kiongozi wa umma lazima jihoji maswali ya msingi sana, kwa sababu kuwa kiongozi wa umma ni mchakato wa kitakatifu sana. Ni mchakato ambao unakuingiza kwenye utakatifu, kwa sababu kuhudumia watu wote bila kuwaibia, kujitoa, yani uongozi wa umma ni utumishi. Ni kujitoa kafara, ni kutumika kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo ukiona mtu una ndoto za kuingia serikalini, nadhani vijana wetu wa sasa na wale waliomo wajihoji maswali hayo. Waende kanisani, waende misikitini, wajiulize kwamba kweli tunatosha kuingia kwenye huu mchakato, kwa sababu utapimwa kwa uadilifu wako. Na neno uadilifu ni neno zito, lina maana kubwa sana. Moja, mtu kukosa doa, mtimilifu, mkamilifu. Na tunasema binadamu si wakamilifu. Sasa unaona ilivyogongana. Kwa hiyo unapimwa kwa uadilifu huo. Lakini jingine ambalo anatakiwa kuliangalia, ni Chama cha Mapinduzi kinahitaji kuwa smart. Kikaachana na hizi story ambazo wanazo. Nitaishia hapo, sitasema sana. Ila nitasema story hizi walizonazo. Kiwe smart kwa maana ya kwamba kisimamie misingi yake, kirejee kwenye misingi yake. Na hili ndilo nalotaka kulihitimisha nayo, kwamba Rais Samia na uwezo mzuri wa kurejesha serikali hii vizuri, akirejea alikoanzia. Tunasema mtu unaosahau chanzo chake unapotea haraka. Akirejea alikoanzia mwaka 2021 alisema tunataka tushikane mikono. Akuishia hapo, akaja na 4R.
Akuishia hapo, akawa anazungumza katika hotuba zake nyingi ndani ya chama na nje ya chama, zinazungumza utumishi, uongozi wa utumishi, servant leadership. Na ukisha kuwa servant leadership, manake we ni mtumwa, ni mtu anayetumikia wengine, ni mtu ambaye anajishusha, mtu mwenye tunasema mwenye unyenyekevu, mtu ambaye ajilimbikizii mali, mtu ambaye angalii yake, ni mtu anayeangalia kile alichotumwa kufanya, kwamba nihakikishe nafikisha mzigo huu niliopewa sehemu ambayo nimetumwa kama ulivyo na kwa namna ambavyo wanataka ufikishwe. Mambo haya anayaweza kuyafanya akiwa ameangalia picha hiyo. Kwa hiyo serikali yake na watendaji wake anahitaji kuangalia upya, anahitaji kuangalia upya, kwa sababu ndio watakao tusaidia kuunganisha taifa hili na watakaoelewa kauli zake zina maana gani na zinatafsiriwaje. Naanza kufikiri kwamba labda tuanze kuwa labda na kitengo cha kutafsiri kauli za rais. Kwa mfano tarehe 29 ile ilipopita, kaapishwa, kafanyaje, mlimsikia akisema kijidoa tulichojitia. Kwangu mimi ilinipa picha kwamba sisi tumejikoroga. Sasa tunahitaji turudi kwenye uelekeo. Nilitegemea viongozi wataongea lugha hiyo ya kuturudisha kwenye uelekeo. Lakini akusema kijidoa walichotutia. Kijidoa tulichosukumiwa. Asingekuwa fulani aliyenisukumia hili, tukuona hilo. Yeye alisema tulichojitia. Manake vyombo vya ulinzi na usalama vijitafakari, wizara ya ulinzi jitafakari, wizara ya mambo ya ndani jitafakari, viongozi wa mikoa, viongozi wa wilaya, viongozi wa halmashauri, tujitafakari haya tuliojitia, na hivyo tuje na jiki ya kuyasafisha. Lakini ukisikiliza lugha zinazofuata baada ya kauli hiyo, mpaka wanafikiri hata rais mwenyewe anatetemeka kwamba nianzie wapi sasa. Maana kama hata the neighboring, yani mtu wa karibu yangu niliyetegemea, naye anaongea lugha bado zile za kufanya jambo lisiende, nafikiri naye anakuwa kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo viongozi waangalie upya hizi mamlaka zinazofanya teuzi, vetting, zilete watu hapo ndani ya jamhuri hii. Vijana wapo, watu wazima wapo, watu ambao wanaweza wakasaidia kuja na mkakati wa namna gani ya kutoka hapa. Tunahitaji watu watakao kuwa na lugha jamani ya kinyenyekevu sana, kwa sababu mtu mwenye maumivu uendi kwa dawa ya moto ni moto. Unaenda kwa kauli ile ya yule Mpalestina yule, kwamba akupiga ila kulia mgeuzie na la kushoto. Manake muonyeshe upendo, muonyeshe picha na taswira ambayo akutegemea. Sasa sisi tunakuja hivyo, na nafikiri tamaduni hizo za dawa ya moto ni moto tunatakiwa kuziangalia kwa kiasi hiki au kwa nyakati hizi, zisatupeleka pabaya. Kwa hiyo ana kibarua kigumu, tumuombee kama wanavyosema. Anaungana na makamu wa rais, tumuombee watu wabaya wasimsokere. Unadhani itachukua muda gani kurudisha ile imani ya wananchi kwa serikali yao, kama unavyosema serikali imepoteza mvuto? Niseme imani sio tu imani Ruvan, imani wewe. Naomba watu wasio kafikiri naita jina lako. Sio swala la siku moja au swala la siku mbili. Ni matendo yetu. Na anaweza akaliongoza yeye rais wa jamhuri. Uliona ile tarehe 3 Novemba alipohutubia taifa na akasema hapana, huduma zirejee. Zilirejea. Mitandao ya kijamii ilifunguliwa, internet ilianza kuflow, vitu vikaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kumbe tumeshaona akitoa kauli mambo yanaenda. Kwa hiyo yale ambayo ni makero, ni manyanyaso ya watu yapo. Kwa mfano swala la utekaji, akilitolea kauli linakwisha, litatendeka tu, kwa sababu tumeona viongozi wakifuata kila anachokisema. Anaponyamaza wananyamaza, akisimama akaongea utaona wote wanabadilika. Hata wale waliokuwa wanampigia makofi kabla hajazungumza, akizungumza sema huyu ndiye mtu sasa, naona amezungumza. Kwa hiyo nadhani mheshimiwa yeye aamke, arejee roho aliyokuwa nayo wakati anapata uraisi mwaka 2021, aone ni picha gani aliijenga na kwa nini watu walikuwa na imani kubwa dhidi yake au juu yake. Na sasa aone ni wapi tumeterereka. Swala la tarehe 29 limekuwa kijidoa kama alivyosema. Ni kijidoa ambacho kinahitaji. Ni kijidoa. Ni kijidoa. Unajua hakuna kijidoa kibaya kama kile kidogo. Maana wewe ndo unajua unacho.
Yani anayekuona, yani ukiona amekucheki hivyo unasema hawa amekiona nini? Kumbe maskini hamna hajakiona. Kwa hiyo ni kibaya sana, ila kinapokuwa kikubwa maana hata wewe utashiriki kuvaa hiyo nguo yenye kijidoa yenye doa kubwa. Kwa hiyo mimi namuunga mkono kabisa ya kite kijidoa kwamba sio rahisi watu wakakiona, ila sisi tunakiona wenyewe. Kwa hiyo hata tunapotembea tunajua kipo. Sasa nadhani ni wakati mwafaka. Ameanza kwa kuunda tume ya uchunguzi ambayo itatoa majibu, lakini imeongezewa muda ile. Ndio imeongezewa muda na nafikiri wapanuke na wenyewe, yani ile tume na yenyewe ipanuke. Sijajua, sioni viongozi wa dini hata mmoja, sijajua. Ila naona watu wanaitwa na wanatamkwa, ila sijashuhudia nikisikia. Nikamwona labda Mwambosa ameitwa, sijaona. Sijui, lakini inawezekana mimi sipitii vizuri mitandao ya kijamii kwa sababu tume imeshajifungia kutotoa taarifa nje sana. Lakini nadhani ipanue wakati. Kwa hiyo tumeshaona hiyo. Lakini kuna jingine alilisema alipokuwa naongea na mabarozi. Aliongeza kitu kingine kwamba tutatengeneza Truth and Reconciliation Committee Commission. Aliongeza hicho kitu hakikuwepo. Kilikuwa mwanzo ilikuwa ni maridhiano, tume italeta hiki, baadaye alipokuwa naongea na mabarozi hivyo. Kwa hiyo kumbe hotuba yake ya bungeni kama wanavyosema wanasheria, kifungu hiki kisomwe sambamba na yenyewe ijadiliwe sambamba na ile aliyokuwa naongea na wakuu wa nchi za kimataifa au mabarozi, kuona ni jinsi gani tutatoka hapo. Lakini jingine lazima kuzungumza na vyama vya siasa. Vyama vya siasa viko katika upweke mkubwa. Na upweke wake unakuja kutokana na kile ambacho siasa zifanyiki zinavyostahili kufanyika za vyama. Kwa hiyo kunahitajika kukaa tena na vyama vya siasa, na kwa maana hiyo basi kufungulia hata wafungwa wa kisiasa. Unajua kuna vitu ambavyo unasema kwamba vinavyotokana na siasa vimalizwe kwa majawabu ya kisiasa, na vile vinavyotokana na uvunjifu wa sheria vimalizwe na uvunjifu wa sheria. Kuna vingi vinatokana na masuala ya kisiasa. Tuzungumze kwamba pasi hizi tulizozipiga tusameane, ni taifa letu, ni taifa moja, tunataka tujenge umoja wa kitaifa, tusonge mbele. Kuna bado na mambo mengi yanaweza kuyafanya, na nadhani hilo ni kubwa sana la vyama vya siasa na wafungwa wa kisiasa, kuwafungulia tukaanze upya na kuchora mstari upya kwamba sasa tuanze upya, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Na tunayagangaje? Kwa utaratibu huu na huu na huu na huu. Kwa hiyo lazima watu wawajibishwe kwa kile kilichotokea tarehe 29. Na tulipokuwa tunazungumza mfumo, tulizungumza uwajibikaji wa viongozi. Aliposema kijidoa, ilikuwa inatosha viongozi kujiwajibisha wenyewe, wasisubiri tume hii ituletee majawabu na kusema hapa ndipo palipokuwa na uzembe halafu mheshimiwa ndo anachukua hatua. Hapana, wao wenyewe wakae waone kwamba hiki kilichojitokeza sifai kuendelea katika ofisi hii. Ni utamaduni mzuri na utatujengea hata vijana wanaoangalia uongozi wa umma kuupenda na kuona kwamba kumbe unaweza ukaokoa roho na nafsi za wengi. Lakini wasipojiwajibisha, tunabaki kusoma kitabu cha Mwalimu Nyerere, kile kijitabu cha peji 21. Nikisoma sana tarehe 29 mwezi wa 10, tujisahihishe. Hicho kitu tujisahihishe. Haise Patenus, asante sana kwa kuungana nasi na tunakushukuru kwa uchambuzi wako makini kabisa. Tunakutakia jioni njema hapa nyumbani. Asante sana. Mimi naingia huko kunywa chai, si nyumbani. Hapa ni nyumbani, pata kahawa kabisa. Sawa. Ni Patenus Niegira huyo, tukizungumza naye kuhusiana na masuala mazima ya uwajibikaji na ziara mbalimbali zinazofanywa na viongozi, hususan hii tulikuwa tukiangazia alikuwa akifanya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa mwezi huu wa pili. Kuna kitu unataka kusema Samira? Hapana, kwa sasa sina. Sawa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.